Basi fuatisha maneno. Sema, e Bwana Yesu, nikapokee ninachopaswa kupokea, nikaone ninachopaswa kuona. Sema, nakataa kupitwa na ufunuo wa leo, nikapokee sawa sawa na Roho Mtakatifu alivyouandaa kwa ajili yangu, katika jina la Yesu. Tunajifunza somo namna ya kuvuka mipaka ya kiroho, na tuliangalia kwenye engo ya kwanza. Tukasema wakati mwingine Mungu anaweza kawa anataka kufanya vitu kwako, lakini wewe mwenyewe ndio ukawa limitation. Bwana Yesu asifiwe. Tukajifunza kwa habari ya Petro, namna alivyokuwa na imani Aba. Ndio maana akazama katika yale maji, akazama katika ile bahari. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya imani Aba. Shida ilikuwa Yesu, shida ilikuwa ni Petro kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe wakati mwingine sisi wenyewe kwa sababu ya kutokuamini kwetu, kuna vitu vingine Mungu anaweza asivifanye katika maisha yetu. Ndio maana hata neno la Mungu linaeleza, inasema Yesu alipoingia Nazareti akutenda miujiza mingi, na anasema sababu ni sababu ya kutokuamini kwao. Kwa hiyo kumbe wakati mwingine Yesu yuko loaded, anataka kutembea na miracles and wonders, lakini tatizo ni kwa wanaopokea, hawaamini juu ya kile ambacho Yesu anataka kudeliver. Kwa hiyo tukaangalia engo ya mtu binafsi kwa limitation, kwa namna anavyotembea na Mungu, namna anavyomwamini Mungu. Lakini ya pili tukaangalia namna nguvu za giza zinaweza zikamwekea mtu mipaka katika ulimwengu wa roho, na tukafanya maombi. Leo tunaangalia upande wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia upande wa Mungu, na kuna kitu ambacho lazima ukifahamu. Mungu kabla hajakupa chochote, lazima Mungu akufundishe kanuni za kiroho juu ya kule unakoendea. Ndio maana utaona watu wengi waliofanikiwa kwenye eneo la uchumi wana discipline ya fedha isiyo ya kawaida. Kwa nini hawa watu wana discipline ya fedha? Ni kwa sababu hawa watu Mungu amewatrain namna ya kumanage fedha. Ndio maana kuna watu unaweza kwa admire fedha ulizonazo, wakikupa wewe miezi mitatu zimeisha zote, unaanza upya. Lakini wao wameweza kumaintain na wameweza kuziongeza, kila siku zinaongezeka. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanatembea na ujuzi wa namna ya kumanage fedha. Mtu yoyote anayemtegemea Mungu, Mungu lazima amtrain yule mtu. Atamtrain kwenye kuweka akiba, atamtrain kwenye money management, atamtrain kwenye matumizi, atamtrain kwenye kutoa sadaka, atamtrain kwenye vitu vingi. Hiyo ndo kanuni ya Mungu. Mungu akupi kitu chochote bila kukutrain vizuri, kwa sababu anajua akikupa akati bado haujafundishwa vizuri, kitakuja na kuondoka. Kwa lazima ujue katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinaitwa darasa la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana darasa, anakufundisha, anakusogeza taratibu. Inategemeana sasa wewe ushirikiano wako. Kama uko tayari kujifunza haraka, sawa sawa na shuleni. Kuna wengine wanapata division 1, mwingine anarushwa madarasa kulingana na wepesi wako wa kujifunza. Na Mungu anakuangalia, anakutrain. Akiona bado hauko tayari, anakuweka kwenye eneo moja hilo hilo. Kwa hiyo leo tunaenda kujifunza Mungu akiwa ni mwalimu wa maisha yetu. God is a teacher of our life. Bwana Yesu asifiwe. Usipojua kama uko darasani kuna kitu Roho Mtakatifu anakufundisha, unaweza ukakaa kwenye eneo moja miaka mingi na ukakemea nguvu za giza. Hata mizimu yenyewe inashangaa, inasema mizimu ya babu inasema anatusingizia, si hatuhusiki kwenye hilo. Mizimu ya bibi inasema si wenyewe hatuhusiki. Yuko darasani. Na hapa ndo nitapofundisha, sio ndoto zote unazoota huko shuleni ni mbaya. Kuna ndoto zingine unaota huko shuleni au unafanya mtihani, maana yake huko kwenye training ya kuvuka kwenye level moja kwenda kwenye level nyingine. Sio kila ndoto ya kuota huko darasani ya shuleni ya kukemea. Kuna zingine, kuna kitu katika ulimwengu wa roho Mungu anakufundisha kwenye eneo fulani. Ndio maana kuna wengine unaweza kuota ndoto unafanya mtihani umefeli, maana yake kuna mtihani ambao Mungu anakufundisha. Na ule mtihani bado haujafuzu, bado hujavuka, kwa hiyo uko bado kwenye eneo moja. Mungu anatrain watu kwenye maeneo mbalimbali. Naweza kukutolea mfano wa maeneo mbalimbali. Hata wana maombi, kabla Mungu haja kuingiza kwenye dimension nyingine, anakutrain kwenda kwenye dimension kubwa. Kwenye uaminifu Mungu anakutrain. Mimi kuna kipindi babangu wa kiroho akasema, sasa nyinyi bado sijawaruhusu, kwanza tulikuwa tuko kwenye training. Akasema sijawaruhusu kuchukua sadaka
Kaambia baba, kwa hiyo sadaka ikija nafanyeje? Unaambia pelekeni kwa baba. Yaani siku hiyo kasema tu, akaja mtu na sadaka nzito tena analetea. Anasema yani Roho Mtakatifu kaniambia kabisa, mtumishi wa Mungu, hii sadaka yani uichukue wewe. Yani haitakiwi kwenda popote, ichukue wewe. Yani nimeambiwa maelekezo, alafu mtu anakuja na sadaka kesho yake. Alafu kweli mimi mwenyewe nikiangalia ile sadaka nasema au nichukue niombe maombi ya rehema. Bwana sasa ukiangalia hali ulionao unasema no, kwa hii sadaka unaambia ipeleke kwa baba. Alipoipeleka kwa baba, baba akaichukua ile sadaka akanitamkia blessing, afu akanipa na ile sadaka. Kwa nikaelewa kabisa ningechukua sadaka peke yake kuna blessing ambazo ningezikosa ambazo zinatoka kwa baba, kwa sababu ya kutokutii maelekezo madogo. Kwa nikapata viwili, nikapata ile sadaka na nikapata blessing. Lakini nilikuwa niko darasani na nilikuwa niko kwenye kipimo, na hiyo fedha ilikuja wakati sina chochote. Unajua inaweza kaja nyingine kwenye balance, ukiangalia kwenye account iko vizuri, naambia wewe bwana, wewe peleka kwa baba. Yaani huo mtihani ulikuja sina chochote. Yaani unaitamani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo tunaenda kujifunza, Mungu anaweza akakufundisha kwenye level anakupeleka. Kama usipojua ni Mungu anakufundisha, unaweza ukakaa kwenye eneo moja kwa muda mrefu na ukakemea nguvu za giza na wala usione matokeo kwenye hilo eneo. Kwa sababu ni Mungu mwenyewe anahusika, wala sio nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ufungue kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Sikiliza, neno la Mungu linasema Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri. Maana yake Mungu alijua anamwandaa Musa kwa ajili ya kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Lakini kitu cha kwanza ambacho Mungu akaanza kukiangalia, akajua kabisa Musa hana uwezo wa kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri asipokuwa na hekima ya Wamisri. Kwa kitu cha kwanza ambacho Mungu alitengeneza mazingira, akahakikisha anatengeneza mazingira Musa aingie ikulu kwa Farao kuweza kujifunza hekima ya Wamisri. Hauwezi ukamshinda adui bila kujifunza adui anafanyaje kazi. Ndio maana neno la Mungu linasema we should not be ignorant of the devices of Satan. Lazima tujue mbinu anazozitumia, na hii kanuni ndio Mungu alitumia ili Musa awatoe wana wa Israeli Misri. Anatakiwa kujua mfumo wote, namna wanavyoendesha serikali yao, namna wanavyotawala, namna wanavyofanya uchawi, namna wanavyosoma sayansi yao, vitu vyote wanavyovifanya. Musa alitakiwa ajifunze akiwa katika nyumba ya Farao. Mungu akitaka ujifunze kitu fulani, atahakikisha anakutengenezea mazingira au anakutengenezea nafasi ya kukaa kwenye eneo fulani kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya kusudi au maono yaliyopo mbele yako. Kuna watu leo hii ninapozungumza mmeajiriwa. Kwa nini umeajiriwa? Kwa sababu Mungu amekuweka, kuna wisdom ambayo anataka ujifunze, na utavotoka hapo na hiyo wisdom utaenda kuanzisha vya kwako tayari ukiwa umejifunza, una maarifa ya kutosha. Ni hatari sana Mungu akakutengenezea mazingira ya kujifunza alafu wewe ukakaa kama mtu wa pale. Maana yake Mungu akikupa kazi kwa ajili ya kujifunza, unatakiwa uende extra miles. Uangalie namna mkurugenzi anavyofanya kazi, namna manager anavyofanya kazi, uangalie mfumo wa fedha, namna wanavyopata faida kwenye hiyo kampuni, namna wanavyotengeneza fursa, namna wanavyoajiri watu, ili siku ukija kuanzisha kampuni yako unakuwa unajua mifumo yote ya kampuni namna inavyoendeshwa. Lakini kuna watu ambao wametengenezewa nafasi katika ulimwengu wa roho na Mungu, na wamewekwa kwenye hiyo nafasi, lakini wao wako kwenye comfort zone. Wanaona wamefika. Muulize jirani, wewe umefika au uko kujifunza? Anajua mwenyewe. Hata hapo alipo walimlazimisha kweli kweli. Kwa hiyo Musa, kigezo cha kwanza ili Mungu aweze kumtumia Musa alitakiwa kuwa na wisdom ya Egypt. Ndio eneo ambalo Musa ameitiwa. Lazima ajue namna wa Misri wanavyofanya kazi. Ndio maana Musa alipokuwa anaenda kupambana na Wamisri,
alikuwa anajua mfumo wote wanaoutumia. Alikuwa anajua lugha ya namna ya kuongea na Wamisri. Na neno la Mungu linasema Musa akawa fluent kwenye lugha ambazo wanatumia Wamisri. Hauwezi ukawasiliana na Wamisri, lazima uwe na wisdom, lazima ufahamu lugha yao ili uweze kuwasiliana nao. Ndio maana wewe umeokoka sana kiasi kwamba lugha ya mataifa huitaki. Kumbe hiyo lugha ya mataifa ndio itakuletea fursa. Lugha ya mataifa ndio hiyo itakuletea milango iliyo wazi. Lugha ya mataifa ndio hiyo itakuletea opportunities ambazo unazihitaji. Ni lazima ujifunze lugha ya watu waliobeba majibu yako. You must learn the language. Ujue kuna watu una kampuni lakini ukiitwa kwenda kunegotiate tender hujui. Wanasema bora tumpe huyu. Na shida sio upako wala shida sio favor. Mtumishi wa Mungu kakuombea amesema nenda na hiki kibali. Lakini shida you don't know the language ya namna ya kuongea ili kuweza kunegotiate. Na hicho kitu ni wewe unayehusika. Mungu amekutengenezea tu mazingira kuweza kujifunza. Kama ni mfanyabiashara, at least minimum kwa mwezi wewe unasoma vitabu 3 vya biashara. Kama Mungu anakuandaa kwenye eneo la utumishi, atahakikisha anakuequip kwanza kwenye kila eneo ambalo unahitaji kutembea na Mungu. Kama ni kwenye neno, atahakikisha anaanza nawe taratibu. Unaanza kusoma neno kama story, hauelewi chochote. Baadaye unaanza kupata revelation. Baadaye unaanza kutengeneza masomo. Baadaye unaanza kutembea na nguvu za Mungu. Mungu anafundisha kila hatua. Isipokuwa ni sisi tunashindwa kuelewa Mungu wakati huu anatufundisha nini. Sasa ndio ile uwe kingdom financer. Unafundishwa wisdom ya kutoa. Ila ni mchoyo. Aisee kuna uchumi. Yani utakaa kwenye eneo moja muda mrefu. If the Lord is teaching you wisdom ya namna to give, to sow seed, na wewe auelewi, kwenye uchumi unaweza ukajiona uko kwenye comfort zone, lakini kuna level ambayo Mungu alitaka kupeleka, hautafika hiyo level. Utakaa kwenye level moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ampeleki mtu mwingine, ampeleki mtu level nyingine kabla haja qualify kuingia kwenye ile level. Unadhania ni watu tu wanaangalia watu kwenye interview kama wana vigezo. Mungu mwenyewe ana train. Na kitu kingine ambacho unatakiwa kufahamu, Moses alitakiwa kuingia ikulu ya Farao miaka 40. Mungu alimwekea miaka 40 ya kujifunza mfumo wa ikulu ya Farao. Na kuna vita ambayo aliongoza Musa akiwa katika ikulu ya Farao kinyume na Wakushi, na wakashinda hiyo vita. Manake hadi maarifa ya vita Musa hayakuanzia pale, yalianzia katika ikulu ya Farao. Kwa darasa lolote Mungu ambalo anakupitisha linakuwa na muda. Yesu ilibidi akae miaka 30 kabla hajaanza kufundisha neno la Mungu, na akafundisha miaka 3 akawa ameimaliza kazi yake. Na neno la Mungu linasema Yesu akaendelea katika kimo na hekima, akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Manake Yesu mwenyewe alipokuja duniani, ambaye ni Mungu katika mwili, alihitaji kupata wisdom ya vile vitu ambavyo anaenda kuvifanya hapa duniani. Manake mimi na wewe pia we need this wisdom. Kuna wengine limitation unaopitia wala sio nguvu za giza. Ni Mungu amekuweka kwenye darasa, anakufundisha taratibu njia unaoiendea. Ujue Mungu anaweza kawa anamwandaa mtu kwenye addiction, alafu anamfundisha namna kuikonka addiction, ya kuishinda addiction. Asipoishinda hiyo addiction, kuna vina vya kutembea na Mungu aweze kaviona. Lakini akiishinda hiyo addiction, kuna level za kutembea na Mungu ataanza kuziona. Tashangaa kuna watu wanakuja na addiction, akitamka neno ile addiction inaondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mtu amekuwa trained kuweza kushinda addiction. Ana power ambayo anatembea nao kwenye eneo la addiction. Kwa hiyo ile mtazamo ya kwamba kila kinachochelewa ni nguvu za giza, fire 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 kwa nyumba yako kule unaachia fire 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 mpaka koti linapeperuka hivi. Mungu mwenyewe anashangaa, anasema huyu ajui kama yuko darasani. Let me give you a simple example. For example, most of the prophets, kitu ambacho Mungu atakufundisha, kitu cha kwanza, prophet yoyote lazima awe na siri. You cannot be a prophet ambaye hana siri. Anakuonesha vitu vya watu,
ambavyo havitakiwi kusemwa unavianika, unaviweka peupe. You are not a prophet. Atakufundisha siri. Lakini kingine atakufundisha how to talk, namna ya kuongea. Prophet haongei anyhow, anachagua maneno ya kuongea, kwa sababu prophet akiongea it must come down to pass. Ndio maana kuna watu ambao wana calling kubwa lakini wanakufa wakiwa na calling yao. Mungu akulazimishi, anataka ushirikiano wako tu. Mimi wakati nimempokea Yesu, nilikuwa na changamoto ya kunywa pombe. Sasa mtumishi anatolea mfano watu, sasa nimejitolea mwenyewe. Yaani nimestaki pale pale, sikui kiroho, sifanyi nini. By the time nilipoweza kuishinda ile addiction ya pombe, niliweza ku-unlock new dimensions in the realm of the spirit. Kwa sababu Mungu asingetembea na mimi kama ningeendelea kunywa pombe. Ningekuwa nakuja hapa madhabahuni nanuka konyagi. Alafu Mungu anasema this will not happen. This will not happen. Huyu mtu lazima, I must train him. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna watu hicho unachopitia, kwa nini unaombewa? Kwa nini unafunga? Kwa nini unaomba? Uko katika training. Kuna wengine wameitiwa kwenye healing. Mungu anakufundisha namna magonjwa yanavyotorment watu. Mtu akikwambia na vidonda vya tumbo, akikwambia na kansa, una feel ndani yako mzigo, unakisikia kile anachopitia. Kwa sababu kwa sababu umepitia training ya healing. Ni vigumu sana mtu ambaye hajapitia hayo mambo akaja ukamwambia ninaumwa kisukari akakuelewa. Ila mtu aliyepitia anajua uchungu wa kuumwa kisukari. Na atakapokuombea hawezi kuombea kama mtu mwingine, atakuombea kwa mzigo. Ndio maana hata mimi nikiwa ninaomba kwa mzigo, kwa sababu najua vita za nguvu za giza. Na mwenyewe nimepambana nazo vita. Mimi mwenyewe nimepambana nazo vita. Vita kali tena. Kwa when I pray, ninamaanisha kwa sababu gani? Kwa sababu I know namna nguvu za giza zinavyotorment watu. Do you understand? Mungu awabariki. Tunakwenda ni kuzuri. You will understand, utaelewa tu. Utaelewa tu. Na ukielewa hili somo, kuna watu mimi nawaambia kabla mwezi wa 5 hujaisha kuna new dimension unaenda kwa unlock. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu revelation inapokuja inafungua mlango, inafungua macho yako ya kiroho. Unaanza kuona ni kitu gani ambacho Roho Mtakatifu anakufundisha, na unaanza kuwa na ushirikiano na Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu alikuwa anataka uombe kila siku saa 9 na wewe ulikuwa unalala, kumbe hicho ndio kinakuweka kwenye the same dimension. Wewe amen inakuta kwenye shuka. Amen uko kwenye shuka. Umelala. Prayer warrior. Umelala prayer warrior. You are sleeping intercessor. You are supposed to intercede for the nation. You are supposed to intercede for the city. You are sleeping. Unasema amen. Afu unasema mtumishi wa Mungu, unajua kuna chemka najisikia kuomba, lakini kifika muda wa kulala najikuta nimelala. Wewe you are not serious. Uko kwenye training. Uko kwenye training. Kuna jamaa mmoja alikuwa anamtrain kwenye kutoa sadaka. Akaniambia, yani mtumishi wa Mungu, yani nikiisha kuletea sadaka roho inaniuma. Hivi sasa nimerudi tu nyumbani kulala. Yani sadaka, kuna watu wengine yani sadaka akipewa mtumishi wa Mungu roho inawauma kweli kweli. Sasa yule alikuwa ni muasi. Akaniambia tu mtumishi nikwambie kitu. Nikasema sema au niache. Nikamwambia sema bwana kitu gani? Akasema ni mtumishi wa Mungu. Yani mimi nikikupa hela, nikikupa sadaka, ninaumia kweli kweli. Nikamwambia nikamuuliza ukienda kukula bata? Anasema nina enjoy kweli kweli. Nikasema okay. Roho Mtakatifu akaniambia huyu hatavuka kwenye level fulani mpaka atavojua kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ufungue kitabu cha Waamuzi sura ya 3. Tutaenda kusoma mstari wa 1 mpaka wa 4. Kitabu cha Waamuzi sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 4. Neno la Mungu linasema, basi haya ndiyo mataifa ambao Bwana aliwaacha ili awajaribu Israeli kwa hao, yani awajaribu hao wote ambao hawakuvijua vita vyote vya Kanaani, ili kwamba vizazi vya wana wa Israeli wapate kujua
ili kuwafundisha vita, hasa wao ambao hawakujua vita kabla ya wakati ule. Aliwaacha wakuu 5 wa Wafilisti na Wakanaani wote na Wasidoni na Wahivi waliokaa katika kilima cha Lebanoni, toka mlima wa Baal-Hermoni mpaka kuingia Hamathi. Naye aliwaacha ili awajaribu Israeli kwa hao, apate kujua kwamba watasikiliza amri za Bwana alizowaamuru baba zao kwa mkono wa Musa. Amen. Yaani umesikia? Mungu anawapa wana wa Israeli nchi ya ahadi. Anawaambia Kanani ndo nchi yenu ya maziwa na asali. Na hawa watu sio kwamba wajaingia Kanani, tayari wameingia Kanani. Lakini Mungu anasema akayaacha mataifa 5. Na hayo mataifa 5 anasema kuna kizazi kati ya wana wa Israeli ambacho bado akijajua vita. Manake Mungu anachomaanisha, kuna Kanani ambayo wanaweza kumiliki watu waliozoea vita, watu waliojua vita. Watu wasiojua vita wanaweza wakakaa Kanani lakini wasimiliki chochote. Kwa hiyo Mungu anasema nimeacha haya mataifa 5. Anasema nimeacha wakuu 5 wa Wafilisti, nimeacha Wakanani, nimeacha Wasidoni, nimeacha hawa wote ili wana wa Israeli niwafundishe kitu, niwafundishe namna ya kupigana vita. Kwa hawa jamaa yamkini walikuwa wanawatandika kweli wana wa Israeli, lakini Mungu akiangalia anasema I see my sons and daughters, they are learning. Wanajifunza namna ya kupigana vita. Kwa kumbe wakati mwingine kuna dimension za kuomba, kuna dimension za kusoma neno. Mungu akitaka kukupeleka hizo dimension, kuna kanguvu kagiza ambako mwenyewe unakafahamu kana kusumbua isivyo kawaida. Unakakemea lakini unashangaa kamekuja. Lakini Mungu yuko aware unachopitia. Kwa sababu gani? Kwa sababu anakufundisha namna ya kupigana vita. Na anajua hata akikupa Kanani hautaweza kuimiliki Kanani kama hujajua vita. Mungu alichokuwa anajua umiliki wowote lazima watu wajue namna ya kupambana vita. Nitakuonesha kuna kitu gani kilichokuwa kinaendelea. Ndio maana hata hapa Arusha hauwezi ukaingia kiwepesi wepesi ukafungua milango ya biashara ukaanza kufanya biashara unafanikiwa. Kuna vita ambayo inaendelea ndani ya Arusha katika ulimwengu wa roho, wewe ambayo huijui. Kwa Mungu kama anakupenda ni lazima akutrain namna ya kupambana hiyo vita ili uweze kumiliki malango ya Arusha. Ni hatari sana ukawa unatrainiwa namna ya kupigana vita. Sikiliza, hawa wana wa Israeli Mungu alikuwa anawatrain namna ya kupigana vita, ndio maana akaacha yale mataifa. Sasa inategemeana wewe Mungu anakutrain nini. Bwana Yesu asifiwe. Inategemeana wewe Mungu anakutrain nini. Wengine Mungu anawatrain kuja kuwa wafanyabiashara wa kimataifa. Ndio maana lazima akuandae uwe loaded na nguvu za Mungu. Lazima uwe loaded namna ya kuomba. Lazima uwe loaded kwenye neno, kwa sababu anajua utakapoingia kwenye malango ya kimataifa kuna vita ambayo utakutana nayo. Na kama haja kutrain hiyo vita huwezi kushinda. Kuna wengine Kanani ambao tunaizungumza ni ndoa. Anajua kabisa huyo jamaa atakaye kuoa ni mlevi sivyo kawaida, ila nakuombea usiolewe na mlevi. Bwana Yesu asifiwe. Ila anajua kwa sababu amekutrain una muscles za kuweza kushinda hiyo spirit ya ulevi. Anajua mwanangu sasa naweza nikamruhusu aingie kwenye ndoa. Kwa sababu nikiangalia muscles amejaa, ana muscles za kuweza kushinda hiyo vita. Kuna mwingine Mungu anakutrain kwenye ukoo ambao unaenda kuolewa au unaenda kuoa. Kuna wachawi kabisa wapo, wana practice witchcraft. Anasema huyu nikimuingiza saizi kwenye ndoa kama hajajua kupigana na huu uchawi, hii ndoa hataikosa. Lazima ni mtrain. The Lord is a teacher. Mungu ni mwalimu.
Kuna vitu ambavyo wanadamu hawezi kukufundisha, lakini Mungu atakufundisha na utavijua na utavimaster kwa jina la Yesu. Kwa hiyo acha kulialia, kaa kwenye hilo darasa, pambana hiyo vita. Paulo mwenyewe akasema hivi, nimepigana vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Paulo huyo anasema, yani anakuambia sio tu unione ni apostle. Maana kuna watu wanasema I tap the anointing of Paul. I tap the anointing of Paul. I want to be like Paul. Paul anasema I fought a good fight. Nimepigana vita vilivyo vizuri. Vita vya Paul walikuwa wanamlaza chini, wanamchapa hadi fimbo. Kuna kipindi walimpiga hadi mawe wakajua amekufa, wanamburuta wakashangaa amekurupuka, wewe ukalala mbele. Unasema I tap into the anointing of Paul. Unajua alichopitia Paul. Wanasema I tap. Yule Yohana wa Revelation alitoa mafunuo makubwa, I tap. Na mimi nione kama Yohana. Yohana alikatwa mikono akiwa katika kisima cha Patmo. Yohana alitobolewa macho akiwa katika kisiwa cha Patmo, lakini bado akawa anaona maono. Wale waliomkata mikono wakashangaa mikono imeota tena. Do you want to be like John of Revelation? Kuna mtumishi mmoja akaona mtu mmoja anamgasigasa, anambia Bwana, I want to be like you. Akamwambia baba, mpitishe njia ndio pita mimi. Watu wanataka vitu vizuri tu. Hawataka kupita njia aliyopita mtumishi. Mtumishi akasema baba, mpitishe ile njia ndio pita mimi. Sasa utaki. Anasema I rebuke. Ninakemea. Unakemea nini mtumishi? Si wataka upokea. Jamaa yuko katika kisiwa cha Patmo, sio alikuwa anakula nini? Ametobolewa macho. Walipoona anaandika wakaenda wakakata mikono. Wanarudi wanakuta mikono imeota. Ana mikono tena. Alafu anaona maono, anaendelea kuandika. Anasema, is Revelation. I want to be like John of Revelation. I tap. No maana kuna maombi ambayo mamao wakina Yakobo na nani yule? Na Yohana. Mamao aliomba, akasema naomba mtoto wangu mmoja akae mkono wako wa kuume, mwingine mkono wako wa kushoto. Anamwambia Yesu. Yesu akasema kama wako tayari kukinywa kikombe changu, mimi wala sina shida. Lakini jambo la kukaa mkono wangu wa kuume na mkono wa kushoto, hilo anapanga baba. Mama hao akawajibia, wakina mama ni waaminifu. Akasema wako tayari. Wakakinywa kile kombe. Kile kombe ni metadone. Walikufa vifo vya kuchinjwa. No maana do not look at the glory. Look at the story behind the glory. Kuna watu wanatembea na utukufu, lakini angalia historia zao nyuma. Kuna watu kama wakina Danieli wanatembea na utukufu, wana interpret visions, lakini ni watu walioingia kwenye tundu la simba na wakatoka wakiwa hai. Mwangalia Abednego, Meshaki na Shadrach. Ni watu ambao wanatembea na imani. Unaweza kutamani kuwa kama hao, lakini waliingia kwenye tanuru la moto liliochochewa moto mara 7 na wakatoka wakiwa hai. Unaweza ukatamani sana anointing, ukatamani utukufu ambao mtu anatembelea nao, lakini look at the story behind the glory. Sio kila kitu kwa Mungu unapewa vyepesi. Kuna vingine you must be trained. Hawa watu waliofanikiwa kwenye maeneo mbalimbali, wote unaowaona kuna nguvu ambao wanaitegemea. Wengine wanategemea nguvu za giza, wengine wanategemea Mungu. Wanaomtegemea Mungu wote uliowaona mfanikiwa wamepitia mafundisho katika ulimwengu wa roho na wakaweza kumaster, ndio maana unaona pale walipo. Kwa hao jamaa Mungu akaambia, naomba unisomee hapo kwa Wafilisti hapo. Mungu anasema nimewaacha haya mataifa sio kwa nia mbaya. Anasema kuna kizazi ambacho Mungu yuko concerned nacho. Hiki ni kizazi ambacho akijui vita, kinajua kulalamika tu. Ndio hicho ambacho Mungu anataka akifundishe. Na hiki ndio kizazi ambacho kipo ndani ya kanisa. Akiona ka spiritual husband kametokea analia tu badala ya kupambana vita. Akiona kajini mahaba kametokea analia badala ya kupambana vita. Mungu anasema this generation I must teach it how to fight the battle. Siwezi kuwapeleka mpaka wajue kupigana vita. Ndio maana unashangaa kale ka spiritual husband akatoki. Kila siku kamengangania. Mungu anakutrain kupambana vita. Ninaona mashujaa wanaenda kutoka. Wanaoweza kupambana vita. Ninaona warrior prayers ambao wanaenda kupambana vita kwa jina la Yesu. You are not a loser. You are in training in the mighty name of Jesus. Mstari wa 3. Aliwaacha wakuu 5 wa Wafilisti na Wakanaani wote. Naomba hapo wakuu 5 wa Wafilisti. Hawa wakuu 5 wa Wafilisti walikuwa wanamiliki maeneo 5 muhimu.
Eneo la kwanza ambalo walikuwa wanamiliki ni Gaza. Eneo la pili Ekron. Eneo la tatu Asheron. Eneo la 4 walikuwa wanamiliki ni Gath. Bwana Yesu asifiwe. Haya maeneo nitakuelezea vizuri. Kuna maeneo 5 muhimu hawa watu walikuwa wanamiliki, na wako katika nchi ya Kanaani, lakini Mungu amewaacha, na sio tu kwamba wamekaa, wanamiliki system nzima za uchumi wa Kanaani. Nitakutajia moja baada ya nyingine. Eneo la kwanza walilokuwa wanamiliki ni Gaza. Katika hili eneo la Gaza ndo eneo ambalo lina safari za kibiashara kwenda Egypt na kwenda nchi zingine za Uarabuni. Zilikuwa zinamilikiwa na hawa Wafilisti, hawa wakuu 5. The 5 lords of Philistines walikuwa wanamiliki haya maeneo. Eneo la pili ni Ekron. Kwenye eneo la Ekron wanasema ndio kulikuwa kuna soko kubwa la matajiri ambalo lilikuwa eneo moja inaitwa Soreki, karibu na territory ya Wadani. Jamaa walikuwa wanamiliki. Sehemu nyingine walikuwa wanamiliki Ashdod, nao ndio ilikuwa njia ya biashara. Sehemu nyingine walikuwa wanamiliki Gath, nao ilikuwa njia ya biashara. Sehemu nyingine waliokuwa wanamiliki ni sehemu ya pwani nzima. Kwa sasa hizi tunaweza tukasema kama ni bandari. Yaani mtu yeyote akitaka kuleta bidhaa ndani ya Kanaani ni lazima apitie hilo eneo ili kuweza kuleta bidhaa yoyote ambayo inatakiwa kuingia Kanaani. Hawa jamaa wamemiliki malango 5 muhimu ya nchi ya Kanaani, na hawawezi kutoka kwa sababu Mungu anawatrain wana wa Israeli namna ya kupigana vita. Ndio maana usipofundishwa namna ya kupigana vita katika ulimwengu wa roho, unaweza ukawa katika eneo la ahadi, ukawa katika nchi ya ahadi, lakini the enemy, adui, anamiliki malango muhimu ya kwako. Ndio maana unaweza kuta hapa Arusha malango yote ya muhimu ya biashara yanamilikiwa na Gentiles, yanamilikiwa na watu wasiomjua Mungu, kwa sababu you cannot enter the spiritual gates kama bado hujawa train namna ya kupigana vita. Kuna watu wanakesha usiku kucha wanatoa sadaka za ng'ombe. Kuna watu wanakesha usiku kucha wanapeleka waganga. Kuna watu wanakesha usiku kucha wanafanya uchawi kwenye malango. Alafu wewe unaamka asubuhi hujaomba wala hujafanya, unasema Ebeneza, hakika ni Ebeneza. Na unaenda kwenye soko kuu la Arusha unataka kulimiliki, watakutwanga. Kwa hiyo wale jamaa sio tu kwamba Mungu aliwaacha, lakini maeneo yote muhimu ya nchi ya Kanaani wanamiliki wao. Ndio maana Mungu hawezi akakupa kitu ambacho bado hujaqualify, kwa sababu anajua hata akikupa bado hujaqualify, adui atamiliki yale malango muhimu yote ambayo unatakiwa kuyamiliki. Na hichi ndio ambacho kinatokea. Unashangaa ukienda mkoa huu wanaomiliki ni watu wasiomjua Mungu. Ukienda mkoa huu wanaomiliki ni watu wasiomjua Mungu. Ukienda kwenye nchi hii wanaomiliki ni watu wasiomjua Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana wa Mungu bado hawajaqualify namna ya kupigana vita ili waweze kumiliki yale malango ambao wanatakiwa kumiliki. Na shida sio Mungu. Mungu anakutrain ili uweze kumiliki. Arusha kuna malango mangapi? Nakuja kufundisha somo la malango na kanuni za namna kuteka malango. Ninakuombea kwa jina la Yesu, mifumo yote ya Arusha, ya Tanzania ambayo inamilikiwa na adui, ya kwamba utavotoka baada ya somo la leo, I pray for you to take over. I pray for you to take over. You are going to walk with this power. Utatembea na hii grace. I pray for you to take over. Ninaona kuna watu wanaenda kumiliki malango ya biashara Arusha. Kuna watu wanaenda kumiliki malango ya biashara Tanzania, kwa sababu utatoka na power, utatoka na energy, utatoka na anointing, utatoka na grace. Ninaona kuna watu wanapewa neema mpya. Watashangaa tulikuwa tumjui, jina lake tulikuwa tufahamu, imekuaje kwaje ame take over the city of Arusha, kwa sababu ulikuwa kwenye training na Mungu amekuja kufungua siku ya leo. Ninaona kuna watu wakuu wanaoenda kuzaliwa kama tulivyowasoma Wafilisti, na kuna watu tenda kuwasoma, wataambiwa malango ya Arusha biashara yanamilikiwa na kampuni fulani ya utalii. Watasema ukitaka utalii lazima utaje kampuni fulani. Watasema ukitaka hardware lazima utaje kampuni fulani. Watasema ukitaka real estate lazima utaje kampuni fulani. Ninaona watakatifu wanaenda kutake over. Wengine ni kwenye career, haujaipata promotion kwa sababu kuna mtu amekaa kwenye kiti anatumia nguvu za giza. Lakini leo tunaenda kutoka na maarifa ya vita, alafu tunaenda kutake over whatever is ours. We are going
in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. Kuna watu wataenda kushika mifumo ya nchi. Siongelea Arusha peke yake. Kuna watu wataenda kukamata mifumo ya nchi. Kuna watu wako mikoa mbalimbali watasema kwa utalii, let us call this person. Watasema ngoja tumpigie huyu mtu mwenye kampuni hii. Watasema kwa biashara itenda, ngoja tumpe mtu huyo. Ninakwambia baada ya somo la leo, you are going to take over in the realm of the spirit. Kuna watu wanaenda ku take over, kuna watu wanaenda ku capture, kuna watu wanaenda ku conquer maeneo muhimu. Mungu anasema enough is enough. The enemy is taking your territory. It is time for you to take back whatever is yours in the realm of the spirit. It is time to take whatever is yours. Kuna watu unaona unapewa majina ya mitaa. Unapewa majina ya mitaa. Kwenye mtaa wako hakuna biashara nyingine. Watasema biashara pekee ni hii. Kwenye mtaa wako, kwenye wilaya, kwenye mkoa, kwenye nchi, watasema hakuna kampuni nyingine. Kampuni iliyobarikiwa ni hii, kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanaenda kupewa system za kimataifa. Utakanyaga kwenye nchi, na ukikanyaga kwenye nchi, ardhi yenyewe hiyo nchi itatambua mtu wa baraka amekanyaga. Ninasema utakanyaga kwenye nchi, watasema huyu tunatambua neno alilolibeba, ya kwamba imeandikwa atabarikiwa ingiapo, atabarikiwa atokapo. Kwenye nchi hautatoka kapa. Ninasema kwenye kila nchi utayokanyaga kwa jina la Yesu, hautatoka kapa wewe. Lazima utoke na baraka zako kwa jina la Yesu Kristo. Receive it in the mighty name of Jesus. Receive it. Hautatoka kapa. Tunapojifunza neno hili, maana yake kuna watu katika ulimwengu wa roho, kama ambavyo Wafilisti, wakuu watano wa Wafilisti walikuwa wanamiliki maeneo muhimu. Na mimi na declare, kama Mungu alivyowafundisha wana wa Israeli kupigana vita, maana yake baadaye wali take over. Na mimi na declare haitaisha mwezi wa 5. Nenda ka take over kila lango lako leo umelikiwa na adui. Nasema nenda ka take over every spiritual gates ambayo imemilikiwa na adui. Utakavorudi watajua ni moto umerudi. Utakavorudi watajua ni moto umerudi. Ninasema nenda kamiliki tena. Nenda kamiliki tena. Nenda kamiliki tena kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni wewe nitakiwa useme nakataa. Yaani mchawi amekaa kwenye kiti cha udirector, anakupa wewe promotion. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Mchawi anajenga, wewe anazuia kujenga. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Kwa kuna watu wamekaa kwenye viti, unashangaa ni wachawi ndio wanakupa promotion. Alafu wewe hauna nguvu kwenye eneo la karia. Anashinda kwa waganga ndio wanakuandikia promotion. I pray for you in the mighty name of Jesus. Kila kiti cha giza leo lazima kwa jina la Yesu utavorudi, lazima ukipindue. Nasema kila kiti cha giza lazima ukipindue kwa jina la Yesu. Akitaweza kuvumilia nguvu yako, akitaweza kuvumilia uwezo wako, akitaweza kuvumilia power, akitaweza kuvumilia moto uliobeba na kutabilia. Nenda ka take over, nenda ka take over, nenda ka take over, nenda ka take over kwa jina la Yesu. Yani kwenye mtaa kuna mchawi amekaa, anasema wateja waende pale pale wasiende. Ninasema nakataa kwa jina la Yesu. Nenda kateke huo mtaa. Nenda kateke huo mtaa, take over. Nasema nenda kateke over huo mtaa. Utavoingia utajua kabisa huyu you cannot touch. You cannot touch the anointed. Watasema huyu ni mpaka mafuta wa Bwana, hatakiwi kuguswa. Ninaona wachawi wakienda kusubmit. Naona waganga wakienda kusubmit. Neno la Mungu linasema kwa jina la Yesu vitu vyote vya juu mbinguni vitapiga goti, vya juu ya nchi vitapiga goti, vya chini ya nchi vitapiga goti. Ninafungua malango ya mitaa, nafungua malango ya mitaa, nafungua malango ya wilaya, nafungua malango ya mikoa, nafungua malango ya taifa, nafungua malango ya kimataifa. Just walking, just walking, just walking, just walking, just walking, just walking. Tembea, tembea ndani yake, tembea ndani yake, tembea ndani yake kwa jina la Yesu. Saizi hautatumia nguvu. Utaona baada ya leo kuna milango utakuwa kanyaga tu. The door will open.
according to his accord. The door will open. The doors will open. Ninakutamkia kila milango iliyofungwa kwa sababu inamilikiwa na adui. I pray for you to take over. Adui atakimbia, atakuacha wewe upite. Nasema adui atakimbia, atakuacha wewe upite kwa jina la Yesu. Adui atakimbia, atakuacha wewe upite kwa jina la Yesu. Adui atakimbia, atakuacha wewe upite kwa jina la Yesu. Naomba nisome tena mstari. Mstari wa 3. Aliwaacha wakuu 5 wa Wafilisti na Wakanaani wote na Wasidoni na Wahivi waliokaa katika kilima cha Lebanoni, toka mlima wa Baal-Hermoni mpaka kuingia Hamathi. Yani hao jamaa Wakanaani wamekaa, Wahivi wamekaa, Wasidoni wamekaa, Wafilisti wanamiliki maeneo yote muhimu. Japokuwa Israeli wameambiwa kabisa ya kwamba Kanaani ni nchi yenu ya maziwa na asali, lakini hakuna wanachomiliki. Kila kinachomilikiwa kinamilikiwa na adui. Wao malango yote katika ulimwengu wa roho, malango muhimu, nimekutajia mfano wa malango kama 5, yote yanamilikiwa na adui. Manake ukienda Kanaani wanaofanya biashara ni watu wengine, sio wana wa Israeli. Ukienda Kanaani wanaofanikiwa kwenye maeneo mbalimbali ni watu wengine, sio wana wa Israeli, sio watoto wa ahadi. Ukienda kwenye kila eneo unashangaa wanaofanikiwa ni watu wengine, ila sio wana wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alikuwa anawatrain namna ya kupigana vita. Kwa hiyo wakati mwingine kuna situation ambayo Mungu anaweza kaiacha itokee kwako. Na kwa nini anaiacha itokee kwako? Kwa sababu anakuamini ya kwamba wewe ni mwanafunzi mzuri, ya kwamba utaqualify hiyo vita mpaka ushinde hiyo vita. Wewe ni mwanafunzi mzuri. Sitaki kuamini kama ni mwanafunzi mbaya ambaye unataka kucarry over, unataka supplementary kila siku. Sitaki kuamini hicho. Wewe ni mwanafunzi mzuri, ndio maana Yesu amekuamini ya kwamba hilo jambo ambalo unapambana nao kuna mlango wa kutokea. Ndio maana hana mashaka na wewe juu ya hayo magonjwa, hana mashaka na wewe juu ya hayo madeni ya biashara, hana mashaka na wewe kwa habari ya ndoa unaolia, hana mashaka na wewe kwa habari ya mahusiano. Anajua utavojua namna ya kupambana vita vizuri, kuna milango ambayo itafunguliwa. Manake Mungu tayari ameshaiachilia grace ndani yako. Ameshaiachilia grace ndani yako. Hiyo grace ipo ndani yako, ni wewe kuwa tayari kuwa trained. Kuna watu Mungu akiwaangalia anawaona kabisa ni wafanye biashara wa kimataifa, lakini bado uko level moja. Kwa sababu gani uko level moja? Kwa sababu Mungu anakutrain. Anajua utavoenda kimataifa vita itakuwa kubwa zaidi. Anajua kabisa vita itakuwa kubwa zaidi. Unatakiwa kuwa na uwezo wa kuweza kumiliki yale malango, ili utavoingia kwenye hiyo vita kwako itakuwa ni vita nyepesi. Manake Mungu anaangalia, anasema huyu nikimpa dunia nzima atakutana na vita isiyo ya kawaida. Sasa wewe wamejikusanya watu 5 tu wanakusema umbea unalia. Wewe you are not serious. Watu 5 wamejikusanya wanakusema tu umbea unalia. Mungu anasema huyu kama umbea tu umemshinda kuvumilia. Anasema ngoja nikawasute. Anasema umbea ameshindwa kuvumilia, analia kwa sababu amefanyiwa umbea. Huyu bado ngoja nimweke darasa. Ngoja niendelee kumweka kwenye darasa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine training ambayo Mungu anakupitisha ni training ya namna ya kuweka akiba na kutumia fedha vizuri. Kuna watu ni wazee wa kujilipua, akipata milioni 20 anajilipua kweli kweli. Ndani ya mwezi hana kitu, anaanza upya. Wazee wa kujivisha mabomu. Alafu ikiisha anabubujika kweli, mpaka jasho linatoka. Mungu anasema I gave you money, lakini bado hauwezi kumanage. Mungu anaweza kupa 500 akupime kama kweli you are well trained. Mungu anaweza kupa milioni 1 akupime kama you are well trained. Mungu hawezi kukupandisha dimension nyingine mpaka uwe na vigezo vya kupanda hiyo dimension. Mtu yoyote ambaye Mungu anamwandaa lazima amfundishe. Lazima amfundishe. Naomba nisome kitabu cha Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12
mstari wa 8 mpaka 15. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 8 hadi 15. Neno la Mungu linasema, na Wagadi wakajitenga kumfuata Daudi ngomeni huko nyikani, waume mashujaa, watu waliozoea vita, walioweza kutumia ngao na mkuki, ambao nyuso zao zilikuwa kama nyuso. Umesikia? Neno la Mungu linasema watu waliozoea vita. Maana yake haikuwa mara yao ya kwanza kupigana vita. Maana yake katika kila vita waliokuwa wanaingia Mungu alikuwa anawafundisha. Ndio maana neno la Mungu linasema hawa watu wana wa Wagadi ni watu ambao walizoea vita, walijua kutumia ngao na mkuki. Haikuwa vita yao ya kwanza. Haikuwa vita yao ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna grace itaachiliwa ya watu kuweza kuvuka kwenye hilo eneo. Kuna grace sio ya kawaida leo itaachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tuwe tayari kupokea. Naomba niendelee kunisomea. Ambao nyuso zao zilikuwa kama nyuso za simba, nao walikuwa wepesi kama kulungu juu ya milima. Ezeri mkubwa wao, Obadia wa pili, Eliabu wa tatu, Mishmana wa 4, Yeremia wa 5, Atai wa 6, Elieli wa 7, Yohana wa 8, Elzabadi wa 9, Yeremia wa 10, Makbanai wa 11. Hao wana wa Gadi walikuwa maakida wa jeshi. Yeye aliyekuwa mdogo amelingana na 100. Yaani mtu mmoja analingana na watu 100. Mnaelewa hilo jeshi la wana wa Gadi? Mtu mmoja analingana na watu 100. Manake mtu mmoja anaweza kupambana vita ya watu 100. Akimove ni sawasawa watu 100 wanatembea kupambana vita. Watu waliofundishwa vita na Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Mkubwa wao na yeye aliyekuwa mkuu na 1000. Yaani mkubwa wao analingana na watu 1000, mtu mmoja. Ndio maana unaweza kusema na tap anointing ya wana wa Gadi. Hawa watu neno la Mungu linasema wamezoea vita. Neno la Mungu lisema wanaogopa vita. Nasema wamezoea vita, sio mara yao ya kwanza kupambana vita. Walikuwa kila wakipigana wanashinda vita. Walikuwa kila vita ikija lazima washinde. Hakuna ambacho kilikuwa kinawazuia mpaka ikafika level wakawa transformed katika ulimwengu wa roho. Mtu mmoja akalingana na 100, yeye alikuwa mdogo au maakida. Mkubwa akalingana na 1000. Kwa kumbe katika ulimwengu wa roho kuna watu unapambana nao, lakini katika ulimwengu wa roho upande wa nguvu za giza, hao watu ndani yao wanajeshi. Uona zaneni kadada tu unapambana nako. Unasema kadada nitakafia kelea pale. Fire, fire. Kumbe unapambana na jeshi na wewe uko peke yako. Unapambana na jeshi la upande wa giza. Saka kadada kwa nini kanaingilia ndoa yangu ngoja nikapige fire. Kumbe unapambana na jeshi. Manake hata ulimwengu wa giza wana majeshi. Unamwona ni mtu mmoja lakini ndani yake ni falme na mamlaka, ni jeshi. Ni akida kabisa. Huyo mtu ni akida, unamwona kabisa upande wa nguvu za giza lakini ni akida. Amepambana vita vingi na hajakata tamaa. Ndio maana Yesu akakutana nao akamwambia nyie nani? Akasema sisi jeshi. Liko ndani ya mtu mmoja. Manake kuna watu wa upande wa nguvu za giza ndani yao wamebeba jeshi na wako Kanani. Yesu anasema, Mungu anasema nisipo train hao watu hawezi kupambana na hili jeshi. Kulikuwa kuna miungu ya Wafilisti, wakina Dagon, miungu mingi ipo pale kwa Wafilisti. Anasema hawa nisipo train hawezi wakapambana hivi vita. Naomba nisomee. Hao ndio wale waliovuka Yordani katika mwezi wa kwanza, ulipofurika kingo zake zote, nao wakawakimbiza wote wa bondeni kuelekea mashariki na magharibi pia. Umesikia? Hawa jamaa hakuna namna unaweza ukawazuia. Yaani nakutajia hadi mwezi, neno la Mungu nakutajia hadi mwezi. Ni kipindi ambacho hakuna yoyote anasogea kwenye mto Yordani. Katika hicho kipindi mto unakuwa umefurika kingo zote. Alisema unakuwa umejaa, mafuriko yanapita kwenye ule mto. Lakini jamaa, neno la Mungu alisema kama walipanda boti,
Alisema walivukaje? Wanasema hawa ndo wale waliovuka mto Yordani mwezi wa kwanza. Wameingia kwenye historia. Wamevuka kwenye majira ambayo hakuna mwanadamu angetarajia binadamu kuvuka pale. Wamevuka mahali ambapo hakuna binadamu angetarajia wangevuka pale. Kama ni magonjwa, hawa jamaa walikuwa karibia wanamalizikia, lakini ghafla wakashangaa wako hai tena, wakashangaa wana nguvu tena. Kama ni uchumi, hawa watu walikuwa almost wako zero, wakashangaa wameinuka tena, wameibuka. Kwa sababu hawa watu ni watu wa vita. Hakuna chochote kinaweza kawazuia. Ukiweka mlima, neno la Mungu linasema miguu yao ikawa mepesi kama kulungu juu ya milima. Hao ni watu wa namna gani jamani? Yaani kwenye milima wanapanda wanavuka mto, wakavuka. Alafu neno la Mungu linasema wakawafukuza watu wote wa bondeni. Yaani yoyote waliyemkuta anapita kwenye njia yao, wakawa wanamuondoa, wanapita. Wanasema wakawafukuza wote wa bondeni, watu wote wa bondeni. Manake kuna watu walikuwa wamemiliki yale maeneo, lakini kwa sababu wana wa Gadi wanapita, watu wa jeshi wanapita, hakuna yoyote anayetakiwa kubakia kwenye teritori yao. Wanawahamisha, wanawatoa. Wanasema saizi ni wakati wetu wa kupita. I pray for you in the mighty name of Jesus. Kuanzia sasa ile grace ya kutembea kama jeshi iwe juu yako. Ninasema ile grace ya kutembea kama jeshi iwe juu yako. Kuna watu mnafanywa transformation, ile ndani yako utasikia nguvu kama ya watu 100. Kuna watu mnafanywa transformation, ndani yako utasikia nguvu kama ya watu 1000. Alafu utaanza kutembea kama jeshi. Watu wakutazama watajua hakika hili ni jeshi linakuja, hatuwezi kumzuia. Ninamtabiria mtu mmoja, pale uliposhindwa kuvuka kwenye biashara, Mungu anafanya transformation in the realm of the spirit. Wewe ni jeshi, wewe ni jeshi, wewe ni jeshi. Alikuwa anakubadilisha katika ulimwengu wa roho. Wewe ni jeshi, wewe ni jeshi, wewe ni jeshi. Ninasema kuanzia sasa, kila nguvu uliyokuwa unaiogopa, watakuogopa wao kwa jina la Yesu. Nasema watakuogopa wao kwa jina la Yesu. Wale wachawi watakuogopa wao, waganga watakuogopa wao, mizimu watakuogopa wao, kila falme na mamlaka, wakuu wa giza, majeshi ya mapepo mabaya watakuogopa wao. Ninaona hiyo neema ikishuka, ninaona hiyo neema ikishuka, ninaona hiyo neema ikishuka. Kuna watu wanapewa hiyo neema. Kuna sehemu naona ulishindwa kuvuka, kuna sehemu ulishindwa kuvuka, kuna sehemu ulishindwa kuvuka, kuna sehemu ulishindwa kuvuka, kuna sehemu ulishindwa kuvuka. Lakini nakutabiria siku ya leo, kama vile wana wa Gadi walivyopitia mafunzo wakaqualify, wakafuzu yale mafunzo, neno la Mungu linasema ndo hawa waliovuka mto wa Yordani mwezi wa kwanza. Hakuna mafuriko yaliyoweza kuwazuia. Walikuwa na nguvu kuliko mafuriko. Na mimi nasema kila kikwazo watachoweka mbele yako, uwe na nguvu zaidi ya kikwazo, uwe na nguvu zaidi ya kikwazo, uwe na nguvu zaidi ya kikwazo. Watachoweka chochote ili kikuzuie, nasema uwe na nguvu zaidi ya hicho walichoweka. Wakiweka magonjwa, uwe na nguvu zaidi yao. Wakiweka uchawi, uwe na nguvu zaidi yao. Wakiweka mitego, uwe na nguvu zaidi yao. Nasema uwe na nguvu zaidi ya watesi wako. Nasema uwe na nguvu zaidi ya adui zako. Kuna watu kwenye majira ninaona wanaenda Arusha, wanaanza kutake over, wanaanza kutake over ile biashara iliyokuwa Isaya, ile biashara iliyokuwa inakaribia kufa. Ninaona kuna watu wanaanza kuvuka, ninaona kuna watu wanaanza kuvuka, ninaona kuna watu wanaanza kuvuka. Hiyo grace inakuja juu yao, hiyo grace inakuja juu yao. Roho Mtakatifu anawaequip watu kwa neema ya kuomba. Roho Mtakatifu anawaequip watu neema ya kuomba ili waweze kushinda hiyo vita, neema ya kuomba ili waweze kushinda hiyo vita. Nasikia tu anawafundisha namna ya kupigana vita. Ndio maana Daudi akasema amefundisha mikono yangu kupigana vita. Manake Daudi japokuwa alikaa kwenye kiti cha kifalme, lakini naye alipigana vita. Ndio yule Daudi aliyemwangusha Goliath, ndio yule Daudi aliyepita katika bonde la uvuli wa mauti, akasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa kuwa najua niko kwenye mafunzo, hapa sitakaa. Akasema napita kwenye hili bonde, akasema napita kwenye hili bonde. Na mimi nataka nikutabirie kwenye hiyo situation unapita, hautakaa hapo 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 unapita. Naona watu wanapita kwenye bonde, hautakaa kwenye hilo bonde. Bonde la madeni hautakaa, bonde
bonde la umaskini hautakaa, bonde la kudharaulika hautakaa kwenye hilo bonde. Ndio maana Daudi akasema, Bwana amefundisha mikono yangu kupigana vita. Kuna watu wanafundishwa vita. Ninaona asili ya kwenu kuna madhabahu inaoleta magonjwa, lakini Bwana anasema anakufundisha kupambana vita. Ninaona asili ya kwenu kuna uchawi unaofanya watu wawe maskini, lakini naona Bwana anafundisha kupigana vita. Bwana anakufundisha kupigana vita. I release this grace. Ninaachilia grace ya kuweza kupambana vita. Na iachilia grace yoyote aliyopo hapa ambaye ni prayer warrior. Ninaachilia grace yoyote aliyo kwenye darasa la maombi ambaye Roho Mtakatifu anamfundisha namna ya kuomba. Naona hiyo grace ina move. 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 Grace ya kuomba, grace ya kuomba, grace ya kuomba, grace ya kuomba. Wakaweka mlima, miguu yao ikawa mepesi kama kulungo juu ya milima. Milima ikuweza kuwazuia. Ni nani wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli, mbele ya wana wa Mungu? Ninataka nikuambia kwamba this time around, huu ni wakati wa wana wa Mungu. Huu ni wakati wa wana wa Mungu kutake territory, kutake territory, kutake territory. I want you to pray. Kila eneo ambalo unaona ni la kwako lakini limemilikiwa na adui, rudisha miliki hilo eneo. Rudisha miliki hilo eneo. Rudisha miliki hilo eneo. Rudisha miliki hilo eneo. Rudisha hilo miliki hilo eneo. Naona kuna watu wanachukua milango ya biashara Arusha. Kuna watu wanachukua milango ya biashara Tanzania. Kuna watu wanachukua milango ya biashara ya kimataifa. Hiyo grace imeachiliwa. Hii ni grace ya watu wa vita. Hii sio grace ya watu wa nyonge. Hii ni grace ya watu wa vita. Take back whatever is yours. Kama ni kwenye eneo la afya wameweka magonjwa, rudisha afya yako. Kama ni eneo la umaskini, rudisha utajiri wako. Take over, 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 take over. Naiona nguvu ya ajabu inaongezeka. Naiona nguvu ya ajabu inaongezeka. Naiona nguvu ya ajabu inaongezeka. Ninaona wana wa God. Ninaona wana wa God. Ninaona namba 100. Ninaona namba 1000. Nasikia tu ndani yake naweka nguvu ya jeshi. Ndani yake naweka neema ya jeshi. Ndani yake naweka nguvu ya jeshi. Ndani yake naweka neema ya jeshi. Kwa watu wengine kwa mara ya kwanza ndio utaenda kushinda vita ile iliyokutesa. Kwa mara ya kwanza ninaona ukishinda vita ile ambayo imekutesa miaka mingi. Arata baya, arata gata, araba biaba, rakabo, rakababa, rakababa, rakaba, 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 eka rakaba, rakaba, rakaba. Hiyo neema inaongezeka. Rakaba, rakaba. Wale wafanya biashara, wale wafanya biashara, wale wafanya biashara, wale wafanya biashara, hiyo neema iende juu yao. Hiyo neema iende juu yao. Wale walidizainiwa kwenye biashara. Ninaona kampuni ya utalii. Naona kampuni ya utalii. Naona alama ya tembo. Naona alama ya tembo. Nasikia huyu ni tembo wa nchi. Nasikia huyu ni tembo wa nchi. Naona alama ya tembo. Aya ya 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 ya. 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 Power, 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 power.